Katika mjadala wetu wa wiki hii tunaangazia bajeti za Afrika Mashariki ambazo zitasomwa wiki ijayo. Na ili kufahamu zaidi nimezungumza na wataalamu wa uchumi Beatrice Kimaro akiwa Moshi, Tanzania, pamoja na Ken Gishinga ambaye amejiunga nami katika studio zetu hapa Nairobi. Ken ameanza kwa kunipa mtazamo wake binafsi kuhusu bajeti ya Kenya. Tukiangalia mchafuko ambao tuliona mwaka uliopita, tuliwazia kuwa bajeti ya mwaka huu utakuwa ukiangalia mambo ya mtu aliye chini sana, mtu ambayo hana uwezo. Tunataka kuona mambo ya social services, kwa sababu kuna watu wengi ambao hawana kazi nchi hii. Hiyo ndio jambo la maana sana. Beatrice Kimaro, kwa mtizamo wako, kipi ambacho unatarajia katika bajeti ya mwaka huu nchini Tanzania? Tuko kwenye mwaka wa uchaguzi na kipaumbele kikubwa kwenye bajeti ya mwaka huu ni uchaguzi. Na wameweka vipaumbele kwa maana ya kuangalia kabisa kwamba kunakuwa na maandalizi makuu ya uchaguzi, kwa sababu mwaka 2025 mwezi wa 10 tunategemea kufanya uchaguzi mkuu wa serikali. Kwa hiyo bajeti imetenga mafungu maalum kwa maana ya kuangalia maandalizi mazima, kutenga bajeti kwenye Tume Huru ya Taifa kwa maana ya neki, lakini mafunzo kwa wale watu wanaosimamia na wanaosimamia uchaguzi mzima. Lakini pia shughuli nzima zile ikiwemo kutoa elimu na kuhamasisha wananchi kushiriki kwenye zoezi zima la uchaguzi ni mambo ambayo yamepewa kipaumbele sana kwenye bajeti ya mwaka huu. Lakini pia swala zima lile la kulipa deni la taifa, kwa sababu serikali mwaka huu imetenga 28% kwa maana ya trilioni 14.22 kwa ajili ya kulipa deni la taifa. Ni kitu muhimu kwa sababu itasaidia kuwa na deni ambalo ni himilivu, lakini pia ambalo linaweza kulipika ili lisije likawa mzigo tena kwa wananchi wa kawaida. Unajua, anapozungumzia kuongeza labda idadi ya watu wanaolipa ushuru ili kwamba serikali iweze kupata mapato zaidi, kuna mapendekezo ambayo baadhi ya watu wanahoji. Kwa mfano Kenya sasa, mamlaka ya ushuru nchini Kenya, KRA, inataka kupewa ruhusa ya kuweza kuchunguza mpaka unajua akaunti zetu za benki, simu na miamala tunayotumia kama vile katika malipo ya simu na mambo kama hayo. Ken, je, hilo ndilo jambo linalofaa zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu analipa ushuru? Hapana. Hii inaweza leta shida kubwa sana, kwa sababu utaweza kupata hata zile siri za biashara ambazo wanabiashara wanatumia ili kuweza kupata ule faida. So hilo ni jambo ambalo linaweza hata kuleta shida kubwa sana kuliko jambo linalojaribu kusuluhishwa. Mimi ningeona kuna hii principle kwa filosofia inaitwa the principle of subsidiarity, ambayo inasema kitu kama inaweza kufanywa na sekta ya kibinafsi, kama inaweza kufanywa na county, isifanywe na serikali kuu. So ukiangalia vitu kama hoteli haifai kuwa ni kitu ambayo inafaa inahudumiwa na sekta ya kibinafsi, lakini hapa Kenya utakuta bado serikali kuu iko na hoteli zake. Tukiweza kupatia kila sekta ya economy responsibility zake, utapata serikali kuu haitakuwa na hizo na responsibilities mingi, na hiyo inaweza kuleta matumizi ya pesa iwe chini sana. Beatrice Kimaro, Rais Trump hivi majuzi alisitisha misaada kupitia shirika la Marekani la misaada la USAID, na mataifa mengi ya Afrika Mashariki yameweza kuathirika, Kenya, Tanzania, Uganda, ambao wote walikuwa wakipata msaada kutoka huko. Serikali zetu zinapaswa kufanya nini katika bajeti hili kuhakikisha kwamba wanakidhi uhitaji huo mkubwa? Ni kweli kabisa kama ulivyosema kwamba mataifa mengi yanaathirika, hususan Kenya na Tanzania, kwa sababu yalikuwa yakipokea misaada kwenye sekta mbalimbali, hususan miundombinu, afya, elimu na hata kilimo. Na serikali zinatakiwa kufanya nini? Kwanza ni kuboresha usimamizi wa kodi kwa sekta isiyo rasmi, kwa maana ya kwamba tathmini au takwimu inaonyesha kwamba zaidi ya 30% ya ajira zote nchini zinatokana na sekta zisizokuwa rasmi, lakini sekta hizi zisizokuwa rasmi zinachangia 10% tu ya kodi kwenye taifa la Tanzania kwa mfano. Na namna gani inaweza kusaidia hii? Manake wakipeleka usimamizi madhubuti kwenye hizi sekta zisizokuwa rasmi, manake kuna fedha zitapatikana kutokana na kule, na hii itaenda kwenda kuziba lile ombo ambalo limeachwa na misaada mbalimbali. Lakini na hii utakubaliana na mimi, tumeshuhudia kule Rwanda imefanya vitu vinavyofanana na hivi. Imetoa elimu ya mlipa kodi kupitia ile wanaita mfumo rahisi wa kukusanyia kodi ambao wanaita elimu kwa walipa kodi Rwanda, ambayo imechangia kuongeza pato la Rwanda kwa 16.5 kutoka 2015 mpaka 2022. Kumbuka asilimia kubwa ya budget
ya serikali inaenda sana kwenye administrative costs, zile gharama ambazo haziendi kutengeneza faida, haziendi kuleta tija kwa serikali. Kama watapunguza kwa asilimia kubwa, maana yake wataenda kuziba lile ombwe ambalo lilitegemea misaada kutoka nje. Lakini ifike mahali pia hizi nchi zetu za Afrika ziache kutegemea misaada, kwa sababu hii misaada pia huwa inakuja ikiwa na masharti, na wakati mwingine imekuwa ikiumiza wananchi kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ifike mahali tuanze kujua namna ambavyo tunaweza kuendesha nchi zetu bila kutegemea misaada, kwa kutegemea kodi za wananchi, lakini pia kwa kusimamia hata zile kodi ambazo zinakusanywa na wananchi vizuri. Naam, shukrani sana Beatrice Kimaro kwa tathmini hiyo ya kina, na asante pia Ken Gishinga, ambao wote hao ni wataalamu wa masuala ya uchumi. Tupo nao hapa katika studio zetu katika maongezi haya kuhusiana na bajeti ya mwaka 2025-2026 ambayo tunaitarajia baadaye mwezi huu. Mimi naitwa Roncliffe Odit. Mazungumzo haya yanaendelea baada ya muda usio mrefu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit, na kama kawaida ya kila Ijumaa tuna mjadala wetu leo, na hii leo tunazamia swala zima la bajeti ambazo tunatarajia zisomwe katika mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki katika siku chache zijazo. Sasa ili kufahamu zaidi kuhusiana na bajeti hizi na kipi ambacho tunaweza kukitarajia, bado ninao wataalamu wa uchumi. Beatrice Kimaro anajiunga nasi kutoka Moshi, Tanzania, na hapa katika studio zetu ninaye Ken Gishinga. Nianze tu na Ken. Tumezungumzia bajeti hizi na tumezungumzia masuala mbalimbali ambayo yanafaa kuangaziwa, lakini kuna kitu kimoja ambacho kinachukua mgao mkubwa wa bajeti: deni la taifa. Mataifa yetu yote ya Afrika Mashariki yana madeni makubwa na mzigo mkubwa wa madeni. Nini kinapaswa kufanywa ili mwananchi wa kawaida asibebeshwe mzigo mkubwa? Hilo ni jambo la kweli. Ukiangalia bajeti ya Kenya ya trilioni 4.2, tunaona trilioni 1.2 ikienda kulipa deni. Hili ni jambo ambalo linakuwa ni mzigo mkubwa. Tunaweza kupunguza mzigo huo kwa kutofanya bajeti kuendelea kukua kubwa. Ukiangalia kila mwaka bajeti inaendelea kuwa kubwa na kubwa, na ukiangalia serikali hii ambapo iliposhinda uchaguzi ilisema ukiwa katika pahali ambazo huwezi kujitoa, usiendelee kuchimba, ujitoe za hapo. Lakini bado tunaona bajeti inaendelea kuwa kubwa na kubwa, na inafanya serikali lazima iweze kuwa inakopa kila mwaka. Hilo ni jambo ambalo linaweza kusaidia sana. Jambo la pili ni pia unaweza fanya jambo la VAT. VAT ni tax ambayo tunaita regressive kwa kimombo, ambayo
ina affect wale watu wako chini sana kuliko matajiri. Tukiwapunguzia hao, tuangalie sekta zingine ambayo ziko na matajiri, hiyo pia inaweza kusaidia nchi. Beatrice Kimaro, swala hili linagusa mataifa yote ya Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania na hata Uganda. Kwa mtizamo wako, serikali zinapaswa kufanya nini kingine ili kuhakikisha kwamba mtu wa chini habebeshwi mzigo huu mzito? Ni kweli kabisa, kwa sababu ukiangalia Tanzania deni la taifa limefika trilioni 90, lakini ukitizama kule Uganda deni lao limeongezeka kwa bilioni 30. Lakini ukiangalia namna gani wanaweza kupunguza haya matumizi, ukitizama bajeti kwa mfano ya Tanzania mwaka 25-26 ambayo inakadiriwa kutumia zaidi ya trilioni 50.5 ngapi, mapato ya ndani wanategemea ni trilioni 34, lakini mapato ya kutokana na kukopa ni trilioni 14.9. Hii inatupa tafsiri gani? Kiuchumi tunasema unatakiwa upange matumizi kulingana na mapato yako. Serikali zinapaswa kupanga bajeti zake kulingana na mapato yake wanayoyapata, hususan yale mapato ya ndani ambayo yana uhakika zaidi, pamoja na yale wanaita mapato ya maduhuli ambayo yanatokana na ada, tozo mbalimbali, riba na vitu vinavyofanana na hivyo. Na kwa nini nasema hii? Maana yake serikali zinapaswa kufanya mambo makubwa matatu. Moja, kwanza kuhakikisha kwamba wanakuwa na kodi ambazo ni shirikishi, lakini wanatoa elimu kwa walipa kodi ambao ni wananchi wa kawaida sana. Na hii itasaidia sana watu wao waelewe umuhimu wa kodi. Lakini kingine ninachokiona ni serikali zinapaswa pia kupunguza matumizi yasiyokuwa na lazima, hususan kama gharama za safari ambazo wamekuwa wakisifanya sana. Na nikichukulia mfano hapa Tanzania, CAG aliwahi kutoa tathmini yake kwamba 2023 safari za viongozi zilikuwa kubwa sana kwenye taifa la Tanzania. Hali kadhalika kule Uganda, malalamiko haya utayasikia kule Kenya. Kwa hiyo serikali zinatakiwa kuangalia mambo haya kwa sababu yananyima au yanapelekea bajeti za serikali kuwa juu kuliko mapato ambayo wanayapata kutoka kwenye nchi zao. Bila shaka, Ken Gishiga, kwa mtizamo wako, Afrika Mashariki ifanye nini ili kukuza uchumi tufikie hatua hiyo anayozungumzia Beatrice Kimaro kwamba serikali mbalimbali zinaweza zikajitegemea bila kutegemea misaada? Lazima tuzingatie zile sekta ambazo zinaweza kukuza uchumi kama kilimo. Ukiangalia katika bajeti hii, kilimo imepewa bilioni 78. Hiyo ni pesa kidogo sana. Ukiangalia uchumi wa Kenya ambayo agriculture inafaa kucontribute hiyo 25%. Sekta ya kilimo inaweza kusaidia pia sekta ya manufacturing kukuza. Sasa lazima tuangalie sekta hizo na sekta kama hizo zinaweza pia kufanya watu vijana wapate kazi, wapate ajira na wanaweza kujimudu. Ukiangalia Tanzania au changamoto kubwa iliyopo kati ya Afrika Mashariki kwa maana Tanzania, Kenya, Uganda na Rwanda, bado iko changamoto kubwa sana ya miundombinu. Sasa ukiangalia hii ni changamoto ambayo inaenda kugusa almost sekta nyingi sana ikiwemo sekta ya kilimo kama ambavyo wamesema Ken. Tanzania kwenye bajeti ya mwaka huu bado kipaumbele chake ni kuendelea kumalizia ile miradi ambayo imekwisha kuanzishwa na sio kuanzisha miradi mipya kama ilivyo mradi wa standard gauge na miradi mingine inayofanana na hiyo. Sasa ukiangalia kwenye mataifa mengine bado hii ni changamoto. Kwa nini? Mabadiliko ya hali ya hewa kwa maana ya mvua yamekuwa yakiharibu miundombinu sana kwenye nchi zetu za Afrika Mashariki. Kwa nini nikasema bado kuna shida, bado kuna changamoto, kwa sababu hizi sio changamoto ambazo zitatuliwa once and for all. Bado ni changamoto ambazo zipo na zinaendelea kuwepo. Ni lazima vipaumbele viendelee kuwekwa kwenye sekta hizi muhimu ili kuhakikisha kwamba maisha ya mwananchi wa kawaida yanaendelea kuimarika siku hadi siku.